Kwenye masekta binafsi au mataasisi ya umma ndiyo watu wengi wanafanyiana uchawi, watu wengi wanarogana, watu wengi wanafanyiana fitina, watu wengi hawapendi mtu mwingine afanikiwe. Kwenye mataasisi ya umma, kwenye mataasisi ya serikali, kwenye mataasisi binafsi, uchawi umeshamiri sana sehemu hizo. Kuna watu wanateseka kwenye mambo ya kichawi ni kwa sababu wana cheo fulani, ni kwa sababu mshahara wake ni mkubwa, eti kwa sababu yeye anajiona, eti kwa sababu yeye anapendwa sana na mabosi. Kuna watu hawapendi nafasi aliyokuwa nayo. Kuna watu leo wameteseka na maradhi ni kwa sababu ya kazi wanazofanya kabisa. Kuna watu mpaka leo wamekuwa wamechoka kazi. Kuna watu wameandika barua za kuacha kazi ni kwa sababu sehemu walipokuwa anapigwa vita kila siku. Yaani hakuna kitu utafanya wewe ambacho watu wote wafurahi kitu unachokifanya. Kuna watu watakupinga. Uchawi unaitwa sata. Sata ni uchawi ambao watu wengi wanarogwa kwa kutumia kufuli. Ili kufuli ambalo wewe unafungia nyumba au unafungia store au unafungia ofisi yako, kuna watu wanatumia uchawi wa sata kwa kutumia kufuli kwa ajili ya kufunga watu kiuchumi, kufunga watu mambo yao, kufunga watu kibiashara, kufunga watu wasifanikiwe kwenye maisha yao. Kwa hiyo huu uchawi wa sata ndio imekuwa watu wengi wanateseka na uchawi unaitwa sata. Ni uchawi wa kutumia kufuli. Ili kufuli ambalo wewe unaona ni kufuli, lakini kuna watu kwa upande wa pili, sisi machifu tunajua namna gani ya kuweza kumtengeneza mtu kwa kutumia kufuli. Uchawi huu unaitwa sata. Na hakuna sehemu inaongoza kwa mambo mabaya, kufanyiana uchawi, kufanyiana vitu vibaya kama kwenye mataasisi ya umma au mataasisi binafsi. Kuna watu wabaya sana. Kuna watu kila siku kwenye haya maofisi ndio chanzo cha watu wengine kuharibikiwa. Kama wewe unafanya kazi kwenye ofisi ya umma au unafanya kazi kwenye taasisi binafsi, wewe kuna watu wanakupiga vita sana kwenye iko cheo ambacho unacho, kwenye iko kiti cha mamlaka, kwenye iko nafasi uliokuwa nayo. Kuna watu wanakesha na wewe. Kuna watu hawalali kwa ajili yako, wanatamani kukuangusha kwenye mamlaka uliokuwa nayo, wanatamani kukuondoa kwenye kiti ulichokuwa nacho, wanatamani kukufukuzisha kazi. Yaani sikufichi, kwenye masekta binafsi au mataasisi ya umma ndiyo watu wengi wanafanyiana uchawi, watu wengi wanarogana, watu wengi wanafanyiana fitina, watu wengi hawapendi mtu mwingine afanikiwe. Kwenye mataasisi ya umma, kwenye mataasisi ya serikali, kwenye mataasisi binafsi, uchawi umeshamiri sana sehemu hizo. Jamani, tuongeane ukweli, tuombiane ukweli. Kuna watu wanateseka kwenye mambo ya kichawi ni kwa sababu wana cheo fulani, ni kwa sababu mshahara wake ni mkubwa, eti kwa sababu yeye anajiona, eti kwa sababu yeye anapendwa sana na mabosi, eti kwa sababu yeye ana roho mbaya au ana roho nzuri. Kuna watu hawapendi nafasi aliyokuwa nayo. Kuna watu leo wameteseka na maradhi ni kwa sababu ya kazi wanazofanya kabisa. Kuna watu mpaka leo wamekuwa wamechoka kazi. Kuna watu wameandika barua za kuacha kazi ni kwa sababu sehemu walipokuwa anapigwa vita kila siku. Yaani hakuna kitu utafanya wewe ambacho watu wote wafurahi kitu unachokifanya. Kuna watu watakupinga. Kuna watu wanakupinga. Kuna watu wanakesha kwa waganga. Kuna watu wanakesha kwa wachawi kuhakikisha anguko lako linatokea, kuhakikisha unafilisika, kuhakikisha unaachishwa kazi, kuhakikisha unaporomoka kiuchumi, kuhakikisha unakuwa kichaa, kuhakikisha uendi kazini. Wanatamani cheo chako wakae wao, wanatamani nafasi yako wairisi wao. Kwa hiyo sio vitu vya mchezo, sio vitu vya utani. Na sehemu yenye taasisi za umma au maofisi au mtu ameajiriwa au waajiriwa, wanapigana vita sana sana, wanapigana vita sana. Yani uchawi unanuka kwenye hizo ofisi. Kuna watu hawaendi kwa waganga, wanatumia watu waende kwa waganga. Nataka tummalize fulani kwa sababu yeye anajidai ana cheo kizuri, kwa sababu yeye anapendwa na mabosi. Kuna watu wameporomoka kiuchumi.
Kuna watu leo hii nazungumza na wewe, kuna watu wamefukuzwa kazi bila kuwa na sababu. Wameambiwa wewe mwisho wako leo. Kuna watu wameandikwa barua za kufukuzwa kazi, barua za kuhamishwa vituo. Labda mtu yuko kwenye kituo cha kazi, anafanya maisha mazuri, anaweza akapigwa fitina hapo akaondolewa ili apelekwa sehemu nyingine. Yuko tayari kwenda hiyo sehemu. Lakini ghafla tu amehamishwa bila mafao, bila pesa, bila nini, bila sababu yoyote, amehamishwa kazi. Kuna watu wamepigwa nuksi, wanachukiwa maofisini. Ni mtu ambaye ana roho nzuri, anapenda watu, anasaidia watu, ni mtu ambao watu wanampenda, lakini watu wengine hawampendi. Wafanya kazi ambao wanafanya nao kazi kwenye ofisi moja ndiyo sababu ya kukuporomosha kiuchumi, ndiyo sababu ya kukupiga vita wewe usifanikiwe. Kwa hiyo watu wengi ambao mpaka leo wameshindwa kufanya kazi ni kwa sababu kutumia uchawi wa Satan, uchawi wa kufuli. Watu wengi wamefungwa nyota zao. Kuna watu wanafanya kazi kama wafanyi kazi, wana madeni. Kuna watu wana madeni, yaani mtu anafanya kazi lakini ana madeni mpaka anakimbia madeni. Kuna mtu anafanya kazi, ameajiriwa, lakini maisha yake ambayo anaishi ni sawasawa na mtu ambaye hana kazi. Kuna watu wamechoka kufanya kazi ni kwa sababu ya maneno ya watu, kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya fitina. Kuna watu leo wameshikwa na presha na masukari na maradhi makubwa, ni kwa sababu ya kazi. Kazi yenyewe haina mbele wala nyuma, lakini yuko pale ni kwa sababu ya fitina za watu. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaambia wale ambao wote wananifuatilia wana matatizo kama haya. Kwenye maofisi humu ndo kutwa kucha watu wanarogana. Watu kutwa wanafanyiana mambo ya kishirikina. Ni kwa sababu tu ya roho za watu ni mbaya, ni kwa sababu watu hawakupendi, ni kwa sababu ya cheo uliokuwa nacho, ni kwa sababu ya mshahara uliokuwa nao. Kuwa wewe hapo ndiyo sababu ya watu wengine wanaona wafanikiwi, ni kwa sababu umekuja. Kuna watu kwenye maofisi wamekuja ndiyo sababu ya watu kufilisika. Kuna watu wamekuja kwenye maofisi ndio sababu ya watu wengine hawafanikiwi. Kuna watu wamekuja kwenye maofisi ndio sababu ya watu wengine mambo yao yamekwama. Yaani mtu amekuja anakuwa na roho mbaya mpaka kwa wafanyakazi wenzake. Kuna watu wa kwenye kiti lakini anawachukia wafanyakazi wenzake wa chini. Yeye ana cheo, anaona kama cheo yuko alikuwa nacho hawezi kutoka kwenye cheo. Cheo ni mamlaka. Cheo ni mamlaka. Cheo ni cha muda. Unaweza leo ukawa hapa, kesho usiwe hapa. Kwa hiyo ndugu zangu ambao nimekuja kuzungumza, mimi ni only one, my chief is a great chief Maalim Mpili. Kama wewe unakutana na mtihani kama hii, unakutana na shida kama hizi, lakini haujui namna gani ya kuweza kuzuia haya matatizo, au ujui njia gani ya kuweza kutatua, kuondoa huu uchawi wa Satan kwenye mwili wako, kwenye vifungo vyako, kwenye nyumba yako, kwenye kazi yako,